Usipende kujionesha kwa wengine kwamba wewe ni mzuri ama wewe ni mkamilifu. Usipende kuonesha watu wewe ni uko sawa ama umeokoka ama uko mkamilifu mbele za watu, lakini uko chini ya maji unafanya mambo maovu, unafanya mambo mabaya, unafanya mambo machafu. Ile ukifika mbele za watu uko mzuri, uko mtakatifu, uko mcha Mungu, unaonesha kwamba hata watu wanakusifia. Hiyo kitu iko na hasara kubwa 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 sana. Maana maisha yako utakuwa unaona tu yanadidimia, hauoni ukisonga mbele. Ile watu wanakusifu, watu wanakuona wewe ni mtu wa maana, watu wanakuona wewe ni mtu shujaa, watu wanakuona wewe ni mtu mzuri, wewe ni mcha Mungu, lakini matendo yako ni matendo maovu, ni matendo mabaya. Hii ni kitu ambacho nilijifunza na maisha yangu mwenyewe. Usipende kusifiwa na wanadamu. Usipende wanadamu wakuone wewe ni mwema. Usipende wanadamu wakuone wewe ni mzuri. Penda sana Mungu aone moyo wako. Penda sana Mungu achunguze moyo wako. Penda sana kutenda matendo mazuri mbele ya Mungu. Penda kuona matendo mazuri unayoyafanya yanampendeza Mungu. Kama vile neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6 mstari wa 1, inasema, angalieni msifanye wema machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Hii ni kweli kabisa. Hakuna thawabu yoyote unapata. Watu watakusifia, "Oh mwanangu umebarikiwa, oh wewe ni mtoto mzuri." Oh, lakini moyoni umejaa uovu, umejaa mabaya, umejaa machafu. Hapo Mungu anazuia baraka zako. Hapo Mungu anazuia mema yako. Hautafikia mema. Maana unafanya jambo hili uko ndani moyoni unanungunika. Na kumbuka Mungu hapendi manunguniko. Unafanya jambo hilo lakini umejaa hasira. Na kumbuka Mungu hapendi hasira. Amesema usitende dhambi, usiwe na hasira hadi ukatenda dhambi. Kwa hivyo unaposifiwa na watu, hebu jitazame, je, hizi sifa ni za haki? Hizi sifa ni kweli? Hii kitu huyu ameniambia ni kweli ama iko vipi? Na Mungu wa mbinguni atatupa thawabu zetu kama tutampendeza Mungu aliye juu mbinguni. Shalom.